Kwa majina naitwa Alfred Wanyonyi. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Niliokoka mwaka wa 1998. Nikaanza kumjua huyu Yesu Kristo na zaidi. Nilipopata mke wangu mwaka wa 1978, tukawa tumeoana, tunaishi, na mpaka sasa Mungu amependa nyumba yangu, ama amependa hii ndoa yangu, kwa sababu mke wangu pia ni kiongozi wa kanisa huko nyumbani, anasimamia makanisa 5. So kwa miaka hii ya 46 ama zaidi ya 46, ndoa yangu imekuwa ya amani. Hata kwa sasa nasema ni Mungu aliandaa. Baadaye nikakuja nikaungana na kanisa ya Harvest Center Fellowship mwaka wa 2005. Ilianzia katika kiwanja cha Kiumbuine. Nilipata kama wako na mkutano mahali pale, na nikaamua kujiunga na kanisa la Harvest Center. Kuanzia wakati huo nikaendelea kuwa mshiriki katika kanisa hii. Kufika mwaka wa 2006 nikachaguliwa kuwa kiongozi wa ushirika wa nyumbani. Zaidi ya hiyo tukaendelea nikiwa na wao. Mungu akaendelea kunijenga na kunionyesha vile katika kufanya uongozi ule, na ikawa kwamba nikaendelea kujua Yesu Kristo zaidi na kuwalinda hawa wapendwa kwa njia ile ya Kristo. Baadaye mwaka wa 2011 nikiwa fanya kwa project ya Home Fellowship Leadership Members, wakati wa kuuza soda na vitu vingine ili tuweze kukua sawasawa financially kama Home Fellowship Leaders. Wakati huo mwaka wa 2011-12 hapo, Bishop ambaye alikuwa mchungaji mkuu katika kanisa hili akapita tu pale na kuniita, kwa sababu ilikuwa nje ya lango ya kanisa. Akaniita mara moja, akaniambia njoo ofisini, nataka kukuona. Sikujua ni nini, nikaacha hata wale walikuwa nanunua soda, nikaacha nikaingia ofisini. Kufika ofisini haikuchukua dakika 2, Bishop akaniambia nataka uwe deacon. Sikumjibu, na wakati huo sikujua kweli deaconry ni nini ama kazi ya deacon ni nini. Hata sikumuuliza nitafanya nini. Nilichukua hatua ya kukubali ili Mungu mwenyewe aanze kufanya kazi ndani mwangu, na kweli Mungu aliendelea kufanya. Niliporudi katika Biblia kusoma katika kitabu cha Timothy, nikapata kwamba deacon ni nani katika ufalme wa Bwana. Nikaanza kuchukua wakati ule, na nimekuwa katika hiyo deaconry mpaka sasa mwaka wa 2025. Discipleship niliungana na hii darasa wakati kulikuwa na mfunzo. Nashukuru Pastor Komen ambaye alikuwa kiongozi wa lile darasa, akanikubali vile nilivyo kuingia katika hiyo darasa. Nikaingia katika hiyo darasa, nikajifunza kitu kingine kipya, kwamba hii kwenda nje na kutangaza ama kushuhudia Yesu Kristo, how to witness about Jesus Christ. Jesus already organized it. Yesu alisha. Nobody else can organize it. Come on, somebody say amen. Nashukuru Bishop Wachara, nashukuru Bishop Johnson Otieno na wachungaji wote. Neno lao limekuwa sana la busara ama la faida sana kwangu, na nashukuru kwa msimamo ambaye nimeendelea hata katika hali ambayo sikujijua mimi, lakini kwa neno ambalo wamenipa nimeweza kujijua mimi ni nani katika ufalme wa Bwana. Sasa ni wakati ambao umefika nikasema kwamba sitatoka kwa huduma hii ya deaconry na ya Home Fellowship Leadership, sitatoka bure bila kubarikiwa na kanisa la Harvest. Hasa mchungaji aniwekee mkono wakati ninaenda kupumzika, wakati naenda kukaa nikisikiza neno la Bwana. Lakini hata hivyo, hii haitakuwa kizuizi. Huduma yangu ambayo iko ndani ya damu yangu ama iko katika moyo wangu ni kwenda nje kutangaza injili ya Bwana. Na hii ndio nimependa zaidi, kwenda huko nje kutangaza injili, kulete wale wanaopotea kwa Mungu. Hiyo ndio huduma yangu ambayo iko katika moyo wangu na katika roho yangu. Nataka nifanye hiyo.
Asante Yesu. Hey, asante Yesu. Asante Yesu. Hey, asante Yesu. Asante Yesu. Asante sana Bwana Yesu. Asante Yesu. Asante sana Bwana Yesu. Asante Yesu. Hey, tunakupenda. Tunakupenda. Hey, tunakupenda. Tunakupenda Bwana Yesu. Tunakupenda Bwana Yesu. Hey, tunakuinua. Hey, tunakuinua. Tunakuinua Bwana Yesu. Tunakuinua Bwana Yesu. Hey, asante Yesu. Hey, asante Yesu. Asante sana Bwana Yesu. Asante sana Bwana Yesu. Hallelujah! Hallelujah! Amen. 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 Thank you so much. Hallelujah. Amen.